Mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kucha nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani, akija hapa kutupasha zaidi. Karibu tu sote, na kwa kwanza tuanze na hili ambapo serikali imepanga kutumia zaidi ya shilingi trilioni 2.4 kugharamia miradi ya maendeleo chini ya Wizara ya Ujenzi katika mwaka wa fedha ujao wa fedha mwaka 2026 na 2027, huku zaidi ya shilingi trilioni 1.04 zikielekezwa kwenye miradi ya barabara, ni kipaumbele kikubwa kikiwa ni kukamilisha miradi inayoendelea kabla ya kuanza mipya. Amani Mbando anatueleza. Akiwasilisha hotuba ya bajeti ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka ujao wa fedha 2026-2027, Waziri Abdalla Ulega amesema pamoja na maeneo ya vipaumbele yatakayotekelezwa, serikali imedhamiria kutoanzisha miradi mipya kabla ya kukamilisha miradi ya ujenzi wa barabara, madaraja na miundombinu mingine inayoendelea. Wizara ya Ujenzi imejipanga kukamilisha kwanza miradi inayoendelea na iliyosainiwa kabla ya kuanza utekelezaji wa miradi mipya. Hii ni bajeti ya kuifungua nchi yetu. Tutatumia rasilimali zetu tulizo nazo kuhakikisha kwamba ujenzi unafanyika katika namna ambayo hakuna watu watakaoachwa nyuma kimaendeleo kwa sababu ya jiografia, foleni na ukosefu wa ubunifu. Vilevile, Waziri Ulega ameeleza mipango ya serikali ya kutatua changamoto ya msongamano wa magari katika miji na majiji nchini, pamoja na kuendelea na ujenzi wa barabara zinazounganisha makao makuu ya mikoa, Tanzania na nchi jirani na maeneo ya kimkakati. Vile wizara inaendelea na ujenzi wa barabara zinazoelekea katika maeneo ya kimkakati yanayojumuisha bandari, reli, viwanja vya ndege, viwanda, kilimo, migodi, utalii, kongani za viwanda yani EPZ, miji mikuu na ulinzi wa mipaka yetu. Kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu pamoja na baadhi ya wabunge wameishauri serikali kuhakikisha fedha za miradi ya maendeleo zinapatikana kwa wakati ili kuboresha miundombinu ya barabara nchini. Kamati inashauri kuwa mapato ya bodi ya mfuko wa barabara ihakikishe inahamisha fedha zote kwenda kwenye akaunti ya mfuko wa barabara kama zilivyoidhinishwa na Bunge ili kutekeleza miradi ya maendeleo na ukarabati wa barabara na madaraja nchini. Serikali isitishe mara moja mpango wake wa kupunguza 5% ya fedha za mfuko wa barabara kwa ajili ya kuzihamisha katika shughuli zingine. Dodoma barabara zinatanuliwa ya kutoka Dodoma kwenda Morogoro kilomita takriban 70, lakini wanaanza na njia 6. Kutakuwa Dodoma itaonekana tofauti sana, lakini ya Iringa pia inatanuliwa njia 4, ya Arusha inatanuliwa njia 4. Kwa kweli katikati panafurahisha. Dodoma kuwa katikati, nchi yetu inabaki kuwa salama. Mheshimiwa Rais dhamira yake ya kuhakikisha nchi hii inaunganishwa kanda zote, ukarabati au ujenzi wa barabara mpya ya kutoka Chalinze kwenda Rufiji, Utete, ambapo usanifu unaendelea. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, usanifu ukamilike ili barabara hii ijengwe. Kwa ujumla, Wizara ya Ujenzi imeliomba Bunge kuidhinisha zaidi ya shilingi trilioni 2.5 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa mwaka 2026-2027. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Jeshi la polisi kupitia dawati la elimu kwa umma, kikosi cha usalama barabarani, limewataka madereva vyombo vya moto nchini kuwa waangalifu wanapofika katika maeneo yenye alama zinazoonyesha uwepo wa watu wenye uhitaji maalum ili kuepusha ajali zinazoweza kujitokeza. Ifuatayo ni taarifa kamili. Wito huo umetolewa na mrakibu msaidizi wa polisi Mbunja Matibu, ambaye ni mkuu wa dawati la elimu kwa umma kutoka trafiki makao makuu, wakati wa utoaji wa mafunzo ya usalama barabarani kwa wasioona na viziwi yaliyoandaliwa na taasisi ya TASRI. Amezitaka taasisi zinazohusika na usalama barabarani kuendelea kuweka alama na mabango katika maeneo muhimu yanayotumiwa na watu wenye mahitaji maalum. Sisi jukumu letu ni kuwakumbusha na kuendelea kuwasisitiza hizo taasisi zingine ambazo zinahusika na kuweka vibao. Labda tunaona kabisa eneo hili linahitaji kuwekwa kibao au inahitaji kuweka alama fulani. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni
wakumbushe. Kwa hiyo elimu wakipata hawa na elimu wakipata watu wengine, madereva na kadhalika, naamini tunaweza kwenye hili kundi tunaweza tukachangia kwa namna moja au namna nyingine kuweza kupunguza ajali za barabarani. Kwa upande wake, mlezi wa jumuiya ya wasioona Tanzania, James Shimwenye, ameelezea changamoto za usalama barabarani wanazokabiliana nazo, huku mmoja wa wanafunzi wasioona akiiomba serikali kusaidia kutatua changamoto hizo. Baadhi ya changamoto hizo ni pamoja na ukosefu wa alama maalum ambazo zitatuwezesha sisi wasioona kutambua matukio mbalimbali ya barabarani. Sisi kwa upande wa wasioona, mafunzo haya tumefurahi cha kwanza, na tunawashukuru sana kwa kutoa kwa mafunzo wa elimu hii tuliyopata. Sisi tutaenda kuwa mabalozi kwa watu wengine. Toka Dar es Salaam, Emmanuel Chegele, Channel 10. Mtazamaji, Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo na Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI zimeamua kutafuta ufumbuzi wa kudumu utakaozuia matumizi ya magunia ya nafaka yanayozidi uzito wa kilo 100 maarufu kama lumbesa. Ifuatayo ni taarifa kamili. Hatua hiyo ya serikali imetangazwa hapa jijini Dodoma na Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Bwana Dennis Londo wakati wa maadhimisho ya siku ya vipimo duniani. Tunaenda kukaa na wenzetu wa kilimo na TAMISEMI kuona kwamba kadhia ya lumbesa inaenda kuisha kwa Watanzania kuheshimu vipimo. Na kwa kuheshimu vipimo, si tu kwamba tunaenda kulinda afya za Watanzania wenzetu ambao ajira yao inategemea kubeba mizigo, lakini pia tunaenda kudhibiti upotevu wa mapato ya serikali. Aidha, Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara akawakumbusha watumishi wa taasisi za udhibiti wa vipimo na ubora juu ya wajibu mkubwa walionao kulinda maslahi ya wananchi, huku viongozi wa Chuo cha Elimu ya Biashara CBE na Shirika la Viwango nchini TBS wakiweka wazi mipango maridhawa itakayoimarisha sayansi ya vipimo, yaani metrolojia hapa nchini. Wewe ambaye umeaminiwa kukaa na mashine kulinda, kuangalia ubora wa kile unachokipima, manake umepewa dhamana ya kulinda maisha ya Watanzania milioni 66. Kwa hiyo uaminifu wako, uadilifu wako na uzalendo wako kwa nchi yako ni lazima uakisi matokeo ya uaminifu wako katika kazi ambayo umeaminiwa kuifanya. Tunategemea mwakani phase 2 itakamilika, na ikikamilika tutaweza kuwa na labs za kisasa na tutaweza sasa na sio kuwa na ICL certified labs, na pia tunaangazia sasa kuja kuwa na Center of Excellence in Metrology Science. Huduma zote za metrolojia kwa upande wa ugezi zinatolewa na maabara ya Shirika la Viwango Tanzania kwa kupitia maeneo hayo, na watumishi hawa wanazunguka nchi nzima kufanya kazi hizo. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mungi. Wakazi wa kijiji cha Enzomvu wilaya Mpwapwa mkoani Dodoma wameomba serikali kuwasambazia maji japo kwenye kisima kilichochimbwa tayari na kuwekwa pampu ya umeme, lakini maji bado hayajasambazwa kwa wananchi ili waanze kutumia, hali ambayo inawalazimu kuendelea kuteseka na shida ya maji. Adam Malima ana taarifa zaidi. Kijiji cha Enzomvu kipo umbali wa takriban kilomita 17 kutoka makao makuu ya wilaya Mpwapwa mkoani Dodoma. Pamoja na changamoto zingine zinazowakumba wakazi wa kijiji hiki, ukosefu wa huduma ya maji kijijini kwao imekuwa kero kubwa kwa miaka mingi, lakini kutokana na fursa za uwepo wa madini kijijini kwao, waliweza kuchimbiwa kisima cha maji na kampuni iliyokuwa inachimba madini kijijini kwao. Hiki kisima kina miaka kama 4 hivi toka kimechimbwa. Kwa hiyo umeme ndio huo tayari umeshafika hapa. Hata hivyo, maji ya kisima hiki hayajasambazwa kwa wananchi, hali ambayo inawalazimu kuendelea kutembea umbali mrefu kuyafuata maji mtoni. Tunapata shida sana kufuata maji Korongoni. Tuna umbali mrefu sana. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie kwa hilo. Tunateseka. Maji yakisambaza na sisi tunapata nafuu kidogo. Maana kila wakati tunachukua dumu na kuja mtoni kule umbali. Kilio cha wakazi wa kijiji hiki sasa ni kuiomba serikali kuweza kuyatoa maji kwenye kisima hicho na kusambaza kwenye vitongoji karibu na makazi yao. Enzomvu tunapata shida ya maji jamani, tutaanguka na ndoo njiani. Tunataka maji, mtuletee bomba.
ila ahadi nyingi, wanakuja na jinadi kwenye vikao, si tutafanya hivi mwezi wa ngapi kisima kile kina miaka hata kama 3 hivi. Maji bado hajasambazwa, tupo tu Nzomvu hii. Naomba jitahidini serikali. Wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa wilaya ya Mpwapwa inatambua changamoto ya ukosefu wa huduma ya maji karibu na wakazi wa kijiji hicho, na mikakati ya serikali ni kuyatoa maji kisimani na kusambaza kwa wananchi. Swala la usambazaji kwenda kwa jamii upo pale na kujenga tenki na nadhani na survey imeshafanyika ya tenki imeshafanyika na locus imeshapigwa kwenye sehemu kwenye vitongoji, kwa hiyo bado utekelezaji. Kutoka kijiji cha Nzomvu wilaya Mpwapwa mkoani Dodoma, Adam Malima, Channel 10. Naam, shukrani sana Adam Malima kwa taarifa hiyo. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kasi ya kusambaa kwa mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo mashariki mwa Kongo iliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 134 na zaidi ya visa 500 vinachunguzwa. Maafisa wa afya wanasema virusi hivyo vimesambaa kwa wiki kadhaa bila kugundulika kwa sababu vipimo vya awali vilikuwa vikilenga aina nyingine ya Ebola na kufanya hadi sasa kutokuwa na chanjo wala dawa rasmi iliyothibitishwa kwa aina hiyo ya virusi. WHO imetangaza mlipuko huo kwa dharura ya afya kimataifa, huku miji ya Bunia, Goma na maeneo mengine yenye idadi kubwa watu ikithibitisha visa, pamoja na nchi jirani ya Uganda ambapo wataalamu wanasema mlipuko huo unaweza kudumu kwa miezi kadhaa kutokana na changamoto kubwa ya maeneo yanayodhibitiwa na waasi mashariki mwa Kongo yanakwamisha utoaji wa misaada na huduma za afya. Baadhi ya wananchi na wakazi wa kijiji cha Bambi, wilaya kati ya mkoa wa Kusini Unguja, wameomba serikali ya wilaya kuhakikisha wawekezaji wanaopewa maeneo ya uwekezaji wanawekeza kwenye miradi mikubwa ya maendeleo ili wananchi wanufaike na miradi hiyo. Wananchi hao wamesema katika kijiji chao ipo miradi ya maendeleo na wawekezaji ambayo haina sifa ya kuwa ni miradi ya maendeleo ya wawekezaji kutoka nje. Tupate undani wa taarifa hii. Ni mkutano kati ya mkuu wa wilaya kati Rajab Ali Rajab na wananchi wa kijiji cha Bambi, mkutano wa kusikiliza changamoto za wananchi zinazowakabili katika maeneo yao. Changamoto mbalimbali zinaibuliwa katika mkutano huo, ikiwemo ukosefu wa tanki la maji kijijini hapo, umeme kukatika mara kwa mara na mahitaji ya barabara za ndani. Tuna matatizo hapa ya ardhi yetu. Ardhi yetu kila siku inachukuliwa, alafu miradi wanayofanya haina tija. Kwa mfano, kuna Wachina hapo ati wanaweka samaki. Ule si mradi. Tupate mradi uliokuwa ni mradi, kijiji kifaidike na serikali ifaidike. Kwenye kisima chetu cha maji kila siku tunaambiwa matatizo ya umeme, ya matatizo, hatupati maji siku 4, 5, 6. Umeme huu, wafanyakazi wa umeme wanakuja hapa kila siku, wanakuja kufanya nini? Akija leo hapa sasa hivi, kesho maji hayapatikani. Akitolea ufafanuzi wa baadhi ya changamoto, mkuu wa wilaya amemtaka sheha wa eneo hilo kuangalia maeneo ya vipaumbele, kwani baadhi ya barabara zipo katika hatua za utekelezaji. Ukijiona tayari una nguvu ya kulima, unataka kumwagilia, tafuta utaratibu. Lakini maji ambayo yanakuja kwa ajili ya matumizi ya wananchi, muyaache wananchi waweze kupata maji, na hizi kelele za maji zitaweza kupungua. Akizungumzia maeneo ya uwekezaji yasiyoendelezwa au kufanywa miradi kijume na matakwa ya kimkataba, amesema serikali kupitia kamisheni ya ardhi imeanza zoezi la utambuzi wa maeneo hayo. Vijana wa Bambi eneo lao ni Bambi. Kwa tusilichukue lote tukalipangia sheria nyingi, vijana wakakosa shughuli za kufanya. Pamoja na mambo ya uwekezaji na vitu vingine vinavyofanyika, lakini cha kusimamia kuhakikisha kwamba vijana wanapata maeneo ya kuweza kujiendeleza kiuchumi. Sasa mwekezaji kama anawekeza samaki, hapo samaki wenyewe hatuwaoni. Nafikiri ni kuja kuchukua maeneo na baadaye kuyaweka, kinachofanyika kionekane na faida haionekani, si kwa wananchi tu kwenye kijiji cha Bambi, lakini pengine hata kwa serikali kuu alichokitarajia kutoka kwao hawakipati. Kwa nafikiri tutafanya ziara katika hayo maeneo ili tuweze kujiridhisha, na yale ambayo tutakayoyaona hayana faida ambayo inapatikana, tutashauri serikalini vinginevyo. Wilaya ya Kati Rajab Ali Rajab akiambatana watendaji wa ofisi yake kamati ya ulinzi na usalama ameanza ziara maalum ya shehia kusikiliza kero za wananchi na kuzitafutia ufumbuzi, akianza na kijiji cha Bambi kilichopo wilaya ya Kati mkoa wa Kusini Unguja. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar.
Haya, sekta ya utalii nchini inaendelea kufungua fursa za biashara na uwekezaji kimataifa kupitia maonyesho ya Karibu Kili Fair 2026 yatakayofanyika kuanzia Juni 4 hadi 7 katika viwanja vya Magereza Kisongo jijini Arusha. Jamila Omar kutoka Arusha anatueleza. Zaidi ya waoneshaji 550 kutoka mataifa 14 pamoja na mawakala wa safari zaidi ya 1000 kutoka zaidi ya nchi 40 wanatarajiwa kushiriki katika maonyesho hayo, huku wageni zaidi ya 15,000 wakitarajiwa kuhudhuria. Waandaaji wa maonyesho hayo wamesema mwaka huu tukio hilo litakuwa la kipekee baada ya kupanuliwa hadi eneo la mita za mraba 47,000 pamoja na kuanzishwa kwa ukumbi maalum wa Pan African Pavilion chini ya kampeni ya Visit East Africa, Feel the Vibe inayolenga kuitangaza Afrika Mashariki kama kitovu cha utalii duniani. Karibu Kili Fair ni onyesho kubwa ambalo kwa kiuchumi lina boost uchumi sana wa Arusha, kuanzia mamantilie, mahoteli, waonyeshaji ambao wako uwanjani. Kwa hiyo mimi kama Mtanzania ama mwenzenu natia rai kwa wana Arusha, wana Tanzania kujiandaa. Sisi ambao ni watengeneza product mpya za utalii kama utalii wa michezo, utalii wa utamaduni, utalii wa jiolojia na utalii wa aina zote, tunaweza kutangaza nchi yetu kwa ukubwa na katika nchi mbalimbali. Kama ambavyo tulisema, tuna event ya Karibu Kili Fair, lakini pia tuna event nyingine mbalimbali ambazo tunafanya Afrika na tunafanya bara la Ulaya. Jamila Omar, Channel 10. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Iran IRGC limeonya vita vya Mashariki ya Kati vinaweza kuongezeka ikiwa mashambulizi dhidi ya Iran yataanza upya, huku ikisema bado haijatumia nguvu zake zote za kijeshi licha ya mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israel. Onyo hilo limekuja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema Washington inaweza kuanzisha tena mashambulizi ndani ya siku chache kama hakutakuwa na makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita, huko waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kurejea kwa vita kutaleta mshangao mkubwa zaidi wakati juhudi za kidiplomasia za kusitisha mzozo huo zikiendelea. Itakumbukwa vita hivyo vilianza Februari 28 mwaka huu, vilivyohusisha Marekani na Israel dhidi ya Iran na kusababisha vifo vya viongozi wakuu wa Iran akiwemo kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei, huku Iran ikijibu kwa mashambulizi ya makombora na drone katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya imeweka wazi vipaumbele vyake vikuu kwa mwaka wa fedha 2026 na 2027, lengo likiwa kuhakikisha huduma za afya zinaimarika zaidi. Vipaumbele hivyo vimewekwa wazi na Kaimu Waziri wa Afya Dr. Saada Mkuya Salum wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026 na 2027. Hii ni taarifa kamili. Akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Saada Mkuya Salum ameomba kuidhinishiwa kiasi cha bilioni 405 kwa mwaka wa fedha 26-27, sawa na ongezeko la 10.23 kutoka bilioni 368.15 kwa mwaka wa fedha uliopita. Mheshimiwa Mwenyekiti, hospitali ya Mnazi Mmoja fungu 025 kwa mwaka fedha unaokuja 2026/2027 shilingi milioni 21,850 zinahitajika kwa kutekeleza mpango kazi wa hospitali. Kati ya hizo shilingi milioni 10, milioni 20 ni mishahara na shilingi milioni 800 na milioni 830 matumizi ya uendeshaji na shilingi milioni 3 kwa ajili ya kazi za maendeleo. Akizungumzia eneo la miundombinu, Waziri Saada anasema serikali itaendelea na ujenzi wa hospitali za mikoa Unguja na Pemba, hospitali ya saratani pamoja na hospitali ya kufundishia wataalamu wa afya binguni. Hospitali 3 za mkoa wa Kusini Makunduchi, Kaskazini Wete na Kusini Chake Pemba. Baada ya wasilisho hilo, baadhi ya wajumbe wa Baraza la Wawakilishi walipata fursa ya kuichangia hotuba hiyo. Miundombinu tuna uwezo wa kujigamba nchi yoyote duniani kwamba Zanzibar miundombinu ya afya ni mizuri, ni imara, ni bora. Leo hii tunaona kila wilaya, kila hospitali inajengwa nyumba za madaktari. Wote madaktari wetu wakae kwenye mazingira mazuri. Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Mngereza Miraji Mzee, akaelezea namna bajeti hiyo inavyokwenda kuimarisha sekta ya afya nchini. Baadhi ya vitu tumeviweka kwenye bajeti hii, na bajeti hii ya mwaka huu inatofautiana vipi na ile iliyopita. Ya mwaka huu imeongezeka kutoka bilioni 368
fedha za Kitanzania mpaka bilioni 405 ambao ongezeko la 10.3. Lakini vile vile fedha hizi nyingine zitaenda katika ukarabati, utanuzi wa hospitali ya Mnazi Mmoja ambao kwa sasa imefungwa, lakini fedha hizi vile vile zinaenda kuanza mchakato mzima wa ujenzi wa wanasema vituo au hospitali za specialization, yani specialist hospital. Tunaanza na ya saratani ambayo itajengwa kule Binguni, ambao kwa sasa hivi tunavyozungumza mkandarasi kashapewa site na anaendelea. Wizara ya Afya imeidhinishiwa bajeti ya shilingi bilioni 405.89 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo na utoaji wa huduma bora za afya nchini. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Na kamishna wa polisi jamii CP Alex Mkama amewataka maafisa wa polisi waliohitimu mafunzo kuhakikisha wanazingatia maadili katika utekelezaji wa majukumu yao, akieleza kuwa hatua hiyo ni nyenzo muhimu ya kuimarisha ushirikiano kati ya jeshi la polisi na jamii katika kukabiliana na uhalifu kabla haujaleta madhara. Jimmy Mengele anatueleza zaidi. Akizungumza katika hafla ya kufunga mafunzo ya maafisa polisi kidato yaliyofanyika katika chuo cha mafunzo polisi kilichopo wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro, Mkama amesema askari wanapaswa kudumisha maadili, kuwa wasikivu wanapohudumia wananchi ili kuongeza ufanisi wa kazi zao. Hakikisheni mnazingatia maadili katika utekelezaji wa majukumu yenu kama nyenzo ya kuhuisha mahusiano na jamii. Aidha, mnapaswa kutekeleza maelekezo ya mkuu wa jeshi la polisi kuhusu utekelezaji wa maelekezo ya haki jinai kwa kutoa elimu kwa wananchi kujua haki zao ndani ya mfumo wa haki jinai ili iweze kuboresha mahusiano yetu na watu wazifahamu sheria, kanuni na taratibu ambazo zinasaidia kuongoza nchi hii. Wapatieni wananchi mrejesho wa maendeleo ya kesi zilizopo vituoni ili kupunguza malalamiko. Wasikilizeni sana wananchi ili kutatua kero kabla ya kuzalisha uhalifu. Kwenye hili ni vizuri kusikiliza zaidi, kuwa na masikio makubwa, lakini kuwa na kamdomo kadogo. Maana yake ni kwamba tusikilize sana, tuongee kidogo, na yale tutakayoongea yajae hekima pamoja na busara, kusudi watu wapate kutuelewa. Kwa upande wake mkuu wa chuo cha mafunzo ya polisi kidato, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Zalau Mpangule akisoma taarifa ya mafunzo ameeleza kuwa mafunzo hayo yameendeshwa kwa umahiri na ustadi mkubwa, hivyo matumaini yao kuwa mafunzo hayo yatawezesha askari kuzuia na kukabiliana na matukio mbalimbali ya kihalifu katika jamii. Wahitimu hawa yameendeshwa kwa uadilifu na ustadi mkubwa. Napenda kukuthibitishia kwamba wahitimu wanaomaliza leo wameiva na wameelimika vya kutosha juu ya masuala yanayohusu polisi wa karne hii, na ni imani yetu kwamba askari hawa baada ya kurudi kwenye vituo vyao vya kazi wataweza kutumia elimu waliyopata hapa kuzuia na kupambana na uhalifu wa aina mbalimbali. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Mtazamaji, gereza la wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu limeanza utekelezaji wa mradi wa ufugaji nyuki kwenye msitu wa gereza hilo kwa lengo la kukuza uchumi na kulinda mazingira dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi, huku wananchi wakihimizwa kuchangamkia fursa hiyo ili waweze kunufaika na faida mbalimbali zitokanazo na sekta hiyo ikiwemo huduma tiba, yaani apitherapy. Ifuatayo ni taarifa kamili. Akizungumza katika uzinduzi wa mradi huo, afisa nyuki wa jeshi la magereza mkoa wa Simiyu Matiko Chacha amesema utekelezaji wa mradi huo, gereza la Bariadi linashirikiana na taasisi mbalimbali za serikali ikiwemo TFS pamoja na halmashauri ya mji wa Bariadi, ambapo wao wana jukumu la msingi la kupeleka vikundi vya wananchi kujifunza kwenye mradi huo. Msitu wetu una sifa na vigezo vya kutengeneza mradi huu, kwani una mahitaji yote kwa ajili ya ufugaji wa nyuki na una ukubwa wa kujitosheleza wa ekari 60 zilizoweza kutengwa ili kutumika katika ufugaji wa nyuki pekee. Tumeplani wafungwa waweze kupata ujuzi ni kupitia ufugaji wa nyuki. Kwa hiyo itawasaidia wafungwa wale wanaorekebishwa, na lipo kabisa kundi maalum la wafungwa 6 ambao wanashughulikia mradi huu, na ndio hao waliotengeneza mizinga kwa kupitia mtaalamu wetu. Akizindua mradi huo ufugaji nyuki, kaimu mhifadhi wa misitu wilaya ya Bariadi Gerard Atanasi ametoa wito kwa wananchi wa Bariadi na maeneo ya jirani kuchangamkia fursa hiyo ilianzishwa na jeshi la magereza, huku akieleza umuhimu wa nyuki kwa maisha ya binadamu. Faida ya
ya ufugaji wa nyuki ni nyingi sana kwa afya ya binadamu, kwa sababu inasaidia kuzuia au kurekebisha ule utapiamlo, kwa maana ya kwamba unapotumia yale maziwa ya nyuki yanasaidia kuboresha afya. Joseph Ndau, Channel 10. China na Urusi zimekazia ushirikiano wao wa kimkakati baada ya viongozi wakuu wa nchi hizo, Rais wa China Xi Jinping na Rais wa Urusi Vladimir Putin kukutana Beijing, ikiwa ni katika kufanya mazungumzo muhimu kuhusu biashara, nishati na siasa za kimataifa. Xi Jinping amesema mataifa hayo yanataka mfumo wa dunia wa haki zaidi, huku Putin akisisitiza kuwa Urusi itaendelea kuwa msambazaji wa kuaminika wa nishati licha ya vikwazo na migogoro ya Mashariki ya Kati, ambapo moja ya ajenda kuu ni mradi wa bomba la gesi la Power of Siberia 2 iliyojadiliwa kwa zaidi ya miaka 10, ingawa bado kuna tofauti kuhusu bei ya gesi. Mkutano huo umevutiwa macho ya dunia baada ya ziara hivi karibuni Rais wa Marekani Donald Trump nchini China, huku ikulu ya Urusi ikisema zaidi ya makubaliano 40 yanatarajiwa kusainiwa, jambo linaloonyesha ushirikiano wa China na Urusi unaendelea kuimarika licha ya shinikizo la vikwazo vya Magharibi dhidi ya Moscow kutokana na vita vya Ukraine. Kuelekea maadhimisho siku ya vipimo duniani, wakala wa vipimo nchini WMA umewataka wafanyabiashara wote nchini kuzingatia matumizi sahihi ya vipimo katika biashara zao, ukisisitiza kuwa matumizi ya makopo na vipimo visivyo rasmi vinavyodhoofisha juhudi za kujenga uchumi imara. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anatueleza zaidi. Kauli hiyo imetolewa na meneja wa wakala wa vipimo mkoa wa Dodoma Bwana Saidi Ibrahim wakati akizungumza na wafanyabiashara wa soko kuu la Majengo kuhusu umuhimu wa matumizi ya mizani. Sasa hatuwezi kwenda kwenye uchumi imara, jumuishi na shindani kama bado kuna watu wanauza bidhaa zao kwa kutumia makopo, au bado kuna watu wanauza bidhaa zao kwa kutumia rumbesa. Hapo hatuwezi kwenda kwenye uchumi ambao ni imara kama vipimo haviko sahihi. Watu wananunua kwa mzani alafu wanafika sokoni wanakadiria. Hiyo haiwezekani. Naye makamu mwenyekiti wa soko hilo Bwana Fredi Sindamang'ombe amesema mkakati wa uongozi wa soko hilo ni kuhakikisha kila mfanyabiashara anakuwa na mizani, huku baadhi ya wafanyabiashara wakishukuru uongozi wa soko hilo kwa kuwapatia mizani kwa ajili ya biashara zao. Tunao wafanyabiashara wengi sana, lakini walio wengi kimsingi hawana vipimo kama mizani. Ni watu ambao wananunua bidhaa zao kwa mzani, lakini kwenye kuuza anauza kwa kukisia, kutumia makopo, then kupanga chini. Manake anachokipata ndio hicho hicho. Uongozi wa soko la Majengo kwa kukabidhiwa mizani hii kwa ajili ya vipimo ya biashara ambazo tunazifanya ndani ya soko kuu Majengo, hususani kwa wale wanaokuja kununua soko la Majengo. Awali akiongea na watumishi wa wakala huo, mkurugenzi wa huduma za ufundi kutoka WMA Bwana Francis Olwelo anaelezea umuhimu wa vipimo sahihi katika kupanga sera. Kazi zinazofanywa na wakala wa vipimo zinaendelea kuwa nguzo muhimu katika kulinda haki za walaji, kukuza ushindani wa haki katika biashara na kusaidia serikali kufanya maamuzi yenye tija kwa taifa. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo tukapata mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali na hili ni Channel 10 Plus, endelea kusalia nasi.